Baraza la usalama kujadili Israeli kuitambua Somaliland. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kila aina ya taarifa ya kimataifa. Baraza la usalama linatarajiwa kukutana kwa kikao cha dharura kuhusiana na uamuzi tata wa Israel kulitambua jimbo la Somaliland kuwa taifa huru. Uamuzi ambao umezusha ukosoaji mkubwa wa kikanda na hata kimataifa. Kuelekea kikao hicho cha siku ya Jumatatu, Disemba 29, mataifa takriban 21 yenye Waislamu wengi duniani yalitoa tamko la pamoja siku ya Jumamosi jioni kuonya dhidi ya matokeo mabaya sana kutokana na uamuzi huo wa Israeli kwa amani na usalama kwenye pembe ya Afrika na kwenye eneo zima la bahari ya Sham. Somaliland, jimbo la kaskazini mwa Somalia, limekuwa likiendesha mambo yake kama nchi huru kwa zaidi ya miongo mitatu sasa, ingawa haikuwahi kutambuliwa rasmi na taifa lolote duniani. Siku ya Ijumaa Disemba 26, Israeli ilikuwa nchi ya kwanza duniani kutambua uhuru wa jimbo hilo lililojitenga, hatua iliyolaaniwa hapo hapo vikali na serikali ya Somalia na washirika wake wa kikanda. Uamuzi huo wa Israel ulichukuliwa ikiwa ni siku chache tu kabla ya Somalia kuchukua wadhifa wa mzunguko wa urais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwenye tamko hilo la pamoja lililochapishwa na Qatar, mataifa hayo 21 yalisema yanaikataa moja kwa moja hatua ya Israel, wakisema ni uvunjaji wa wazi wa misingi ya sheria za kimataifa. Tamko hilo pia lililaani majaribio ya kuwaondosha Wapalestina kwa nguvu kutoka kwenye ardhi yao. Baadhi ya ripoti kadhaa, utambuaji huo wa Israeli kwa Somaliland unahusiana na juhudi za kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza. Mapema mwaka huu, maafisa wa Marekani na Israel waliliambia shirika la habari la The Associated Press kwamba Israel ilikuwa imejaribu kuiomba Somaliland kuchukua Wapalestina kutoka Gaza kama sehemu ya mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani wakati huo wa kuwahamishia wakazi hao kwenye mataifa mengine. Lakini Marekani, ambayo imeshaachana muda mrefu na mpango huo, ilisema siku ya Jumamosi kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni kwamba inaendelea kuyatambua mamlaka ya uhuru wa Somalia yanayoihusisha Somaliland. Hata hivyo, kupitia waziri wa mambo ya kigeni wa Somaliland, Abdurrahman Dahir Adam, alikiambia kituo cha utangazaji cha Israeli siku ya Jumamosi kwamba hatua hiyo haihusiani chochote na mgogoro wa Gaza. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, utambulisho huo uliwezekana kutokana na moyo wa makubaliano ya Abraham ambayo yalishuhudia mataifa kadhaa ya Kiarabu kuitambua rasmi Israel. Gazeti moja la Israel liliripoti kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco, ambazo zote zilijiunga na makubaliano ya Abraham, hazikuwa miongoni mwa waliosaini tamko hilo la kuikosoa Israel kwa kuitambua Somaliland. Siku ya Ijumaa Disemba 26, serikali ya shirikisho la Somalia ililaani vikali kile ilichokielezea kwamba ni hatua haramu ya Israel na ikathibitisha kwamba Somaliland inaendelea kuwa sehemu ya mamlaka ya Somalia. Taasisi za kikanda barani Afrika nazo pia zililaani hatua hiyo ya Israeli kuitambua Somaliland, ambapo mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf alisema kwamba jaribio lolote la kuyahujumu mamlaka ya Somalia yanaiweka hatarini amani na utengamano barani Afrika. Jumuiya ya shirikisho ya pembe ya Afrika ilisema kwenye tamko lake kwamba mamlaka ya Somalia yanatambuliwa kwenye sheria za kimataifa na hatua yoyote kinyume chake ni kuvunjwa kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa na hata makubaliano yaliyoiunda jumuiya hiyo ya Umoja wa Afrika. Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991 wakati taifa hilo la pembe ya Afrika ilipoanza kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoligeuza kuwa lisilotawalika kwa miaka kadhaa. Kwa miaka yote hiyo imekuwa na serikali
na sarafu yake yenyewe na imekuwa ikijiendeshea mambo yake kwa kiasi kikubwa bila kuihusisha serikali kuu ya pale mjini Mogadishu. Eneo ilipo Somaliland linatajwa kuwa la kimkakati kwa mataifa yanayowania ushawishi duniani. Mkoa huo wa Somalia upo kwenye Ghuba ya Aden iliyoungana na Yemen pamoja na Djibouti ambayo ina vituo vya kijeshi vya Marekani, China, Ufaransa na mataifa mengine kadhaa.